Hivi umewahi kusikia jina la mtu ambaye serikali ya Marekani ilitoa dola milioni 15 ili tu kumpata mbabe aliyedhibiti biashara ya dawa za kulevya duniani, akawa na mabilioni ya dola na kuwa na kikosi cha wanajeshi 20,000 wenye silaha za kivita na hata makombora makubwa ya kuangusha ndege? Jina lake halisi ni Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, anayejulikana zaidi kwa jina la El Mencho, kiongozi wa Jalisco New Generation Cartel CJNG, genge la kutisha zaidi nchini Mexico na duniani kote. Sasa tarehe 22 Februari mwaka huu, historia ya El Mencho imekuja kuandikwa upya kabisa. Katika operesheni ya kijeshi iliyotekelezwa na jeshi la Mexico na kuungwa mkono na Marekani, El Mencho alionekana na kupatikana mjini Tapalpa huko Jalisco. Walimkuta na mapigano makali yakaanza kati ya jeshi na vikundi vya El Mencho, ambapo kwa wakati huo walikuwa wachache sana. Baada ya mapigano makali, El Mencho alijeruhiwa vibaya, na alipokuwa anapelekwa Mexico City kwa matibabu, El Mencho akafariki dunia. Mara tu baada ya kifo chake, ghasia kali zimeingia nchini Mexico. Kwa masaa machache tu, nchi nzima imegawanyika, magari yamechoma moto, barabara kuu zimefungwa, shule zimefungwa, na watalii wameshikwa na hofu katika mapumziko ya kitalii huko Vuetro Vallarta. Leo tunaenda kukusimulia kisa kamili cha El Mencho, kuanzia alivyoanza kama mlinzi wa usalama hadi kuwa tajiri wa mabilioni, jinsi alivyouawa na kile kilichotokea saa chache baada ya kifo chake. Huu ni ukweli na utata utakao kutetemesha kumuhusu El Mencho. Sasa kabla hatujaingia kwenye mauaji hayo, hebu tumtambue na tumjue El Mencho ni nani hasa na kwa kina zaidi. Huyu anaitwa Nemesio Ruben Oseguera Cervantes. Alizaliwa mwaka 1966 katika familia maskini ya wakulima huko Aguililla, Michoacan, nchini Mexico. Huyu jamaa hakujua kusoma wala kuandika vizuri, lakini alikuwa na tamaa ya kuwa na maisha bora duniani. Akiwa kijana mdogo sana, aliamua kuhamia California, Marekani kutafuta maisha bora, lakini badala ya kupata mafanikio, alikutana na matatizo makubwa. Alikamatwa mara 2 kwa masuala ya madawa ya kulevya akiwa kijana, na mwaka 1989 alifukuzwa Marekani na kurudishwa nchini Mexico. Sasa baada ya kurejea nchini Mexico, El Mencho alifanya kazi akawa polisi, lakini kwa muda mfupi mno, na baadaye akaja kuwa mtu aliyekuwa adui mkubwa wa polisi wa nchi hiyo. Aliwahi kuwa mmoja wao. Alihudumu katika polisi wa manispaa ya Tomaltan, Jalisco, lakini hakuwa na subira ya kufuata sheria. Akaamua kuwageuka na kuwa mtu mbabe na adui mkubwa wa polisi. Mnamo mwaka 1996 alifunga ndoa na Rosalinda Gonzalez Valencia, ambaye alikuwa mpwa wa Armando Valencia, kiongozi mkubwa wa genge la Valencia Keto. Na huu ndo kwa mlango wa El Mencho kuingia kwenye ulimwengu wa uhalifu mkubwa zaidi duniani. El Mencho akaendelea kujikita kwenye biashara ya dawa za kulevya na akaanza kuielewa na kujifunza kwa kasi ya ajabu. Alijiunga na Sinaloa Keto, genge kubwa zaidi duniani kwa wakati huo, na kufanya kazi na watu kama El Chapo Guzman. Akaendelea kuonyesha uhodari mkubwa katika biashara, lakini sio uhodari tu, alikuwa na ukatili wa kutisha sana. Lakini licha ya kufanya kazi na watu wenye majina makubwa kwenye biashara madawa, El Mencho
Hakuwa tayari kuwa chini ya watu wengine. Alitaka kuwa tajiri na hodari kwa nguvu zake mwenyewe. Aliona fursa ya kuanzisha kitu chake mwenyewe. Baada ya kuwaza sana, El Mencho mnamo mwaka 2009 aliamua kuvunja uhusiano na genge la Sinaloa na akaanzisha genge lake mwenyewe lililoitwa Jalisco New Generation Cartel CJNG. Hili lilikuwa genge ambalo lingekuwa haraka kuliko yoyote katika historia ya Mexico. Sasa kwa nini CNG lilikuwa haraka sana? Sababu zilikuwa tatu tu: ukatili wa kutisha, hawakuwa na huruma kwa wapinzani wala polisi, silaha za kisasa, walikuwa na vifaa bora kuliko jeshi lenyewe, uwezo wa kufanya biashara kimataifa. Walianza kuwasiliana na makundi ya Asia na Ulaya. Genge hili la CJNG lilikuwa kwa kasi ya ajabu chini ya uongozi wa El Mencho, na kufikia mwaka 2026 walikuwa na nguvu kubwa kuliko jeshi la Mexico lenyewe. Kikosi cha jeshi la CNG kilikuwa na wanajeshi kuanzia 15,000 hadi 20,000, jeshi kubwa lenye silaha za kivita, makombora na hata ndege zisizo na rubani, drones za kushambulia. Walikuwa na silaha kama makombora makubwa, rockets zenye uwezo wa kuangusha ndege, magari ya kivita yaliyojengewa silaha, bunduki za mashine za kukata risasi, drones zenye uwezo wa kurusha makombora. Wataalamu wa usalama walisema CJNG ilikuwa na vifaa bora kuliko polisi na jeshi la Mexico kwa wakati mmoja. Walikuwa wakizalisha na kusafirisha cocaine, methamphetamine na fentanyl hadi Marekani na nchi nyingine. Kila mwaka walisafirisha kati ya tani 1,000 hadi 1,500 za methamphetamine kwenda Marekani. Mapato yao yalikuwa mabilioni ya dola kila mwaka. Serikali ya Mexico inakadiria CJNG ilikuwa na mali yenye thamani ya dola bilioni 500. Shughuli zingine haramu zilizofanywa na kundi hili ni utekaji nyara, ulafi kwa wafanyabiashara na wananchi, wizi wa mafuta kwa bomba la Pemex, kampuni ya mafuta ya Mexico, ukataji miti haramu na uchimbaji wa madini haramu, usafirishaji wa wahamiaji kinyume cha sheria, kuuza ulinzi kwa makampuni makubwa. CJNG ilijulikana kwa ukatili wa kutisha. Walifanya mauaji ya hadharani na kuziweka maiti mahali pa kuonekana na watu ili kuwatisha wengine. Mara nyingi walitangaza ukatili wao kwenye mitandao ya kijamii wakiwatisha wapinzani. Waliua wanasiasa waliopinga, majaji walioamua kesi dhidi yao, maafisa wa polisi, wanachama wa makundi pinzani na hata waandishi wa habari waliojaribu kufichua ukweli wao. Mnamo mwaka 2020 walijaribu kumuua gavana wa Jalisco kwa kutumia kombati wakati wa gari la polisi. Kwa sababu ya ukatili huo na uharibifu uliofanyika, serikali ya Marekani mwaka 2025 ilitangaza CJNG kuwa kundi la kigaidi la kigeni, Foreign Terrorist Organization. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa genge la dawa za kulevya kupewa hadhi hiyo. Marekani ilitoa fidia ya dola milioni 15 kwa mtu yoyote atoaye taarifa zitakazomfikisha El Mencho gerezani. Hii ilimfanya kuwa mtu aliye na fidia kubwa zaidi duniani kati ya wahalifu wa dawa za kulevya, hata zaidi ya El Chapo.